Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Ujambo na karibu kuambatana nasi kwenye habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka wa 2025, ikiwa ni mwisho kabisa wa mwezi wa 10, tukiukaribisha mwezi wa 11 ambao hakuna hajuae utakuja na nini. Mpendwa msikilizaji, kama kawaida tuko hapa kukujuza yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, lakini pia Afrika nzima. Na mchana leo tutakujuza kuhusu kile ambacho kinaendelea huko Tanzania, lakini pia sehemu za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo nakusihi kuweza kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, fahamu kwamba hii ni Amani TV Media, unatufuata vema uko Shabunda kupitia Mutula FM. Na tufungue kurasa wetu wa habari tukianzia na habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, uko jimboni Kivu ya Kusini, ambako wakati wa meeting ya hadharani iliyoandaliwa na wajumbe wa viongozi wa kizalendo la Alhamisi tarehe 30 Oktoba mwaka wa 2025 kwa lengo la kusuluhisha mzozo uliokuwepo kati ya vikosi vya ngoma mzito dhidi ya vikosi vya CNPSC ya Kutumba, msemaji wa VDP na mwandishi mkuu wa CNPSC Mheshimiwa wa Obwela Mwila Dalton ametoa tahadhari kubwa kwa wazalendo wanaotumia fimbo kuadhibu raia. Huyo anasemea kwamba mzalendo yoyote ambaye atatuhumiwa kutumia fimbo kwa kuadhibu raia, basi jela itakuwa sehemu yake. Wa Obwela Mwila Dalton, huyu hapa, msikilize. Jua probleme ya ma prison, na jua probleme ya mafimbo. Kama kuko wa komanda wazalendo wako hapa, napenda niwaambie kwanza hivi kupitia hii umati inakutaniwa hapa. Torture corporelle. Torture corporelle inakuwaka inakatazwa mprizo yoyote ile. Iwe kasho, iwe amigo, iwe prison, sababu hivi vitu yote vitatu kila kitu kiko na definition yake. Amigo iko na definition yake, kasho iko na definition yake, prison iko na definition yake. Oui, nasema hivi, prison kwa mtu sijui vya kutafsiri kwa Kiswahili, samahani, lakini mimi najua tu mu Kifaransa prison ni fasi kwenye wanatunga mtu mwenye anafanya mabaya. Sasa wakati mtu anatungwa pale mhalifu, si lazima ule mhalifu apigwe fimbo. Tunasikilizana? Ndio. Unajua ukifunga mtu, ukimweka ndani ya nyumba, kwanza asubuhi mpaka magharibi inashinda fimbo. Haiko vile? Ni kusema kama kuko wa komanda wenyewe wako wanapiga wafungwa fimbo hapa, bwana, utafungwa. Kuna mtu unaweza ukapiga fimbo mbili na nakufa. Mubafundishe bajue. Wenyewe wanapenda makasho humu kiolela mapandishe mikono. Wenyewe wanapenda ziishe. Mimi ndio nimekataa fimbo, ni sheria ya kimataifa ndio imekataa fimbo. Kwa hiyo ndugu zangu, naweza
Nimewashukuru tena kwa sababu mmekuja hapa kusikia message ambayo sisi tumekuja nayo ili tuambie ya kwamba amani ya kudumu inapaswa kuwa. Tunashukuru kwa sababu tena mnaenda na message kujua hakuna vita ya Mubembe na Mufuliro. Tunawatia message kusema Mufuliro watembee kama anataka, ajenge kwenye anataka, Mubembe aikae vyenye anataka. Mubembe kama uko hapa, hakuna mtu mwenye atakunyang'anya kwa miako. Kuko Mufuliro mwenye atanyang'anya Katombo kwa hapa? Kuko Mufuliro mwenye atanyang'anya kapita mwa eneo hapa? Wala hata kuwaka. Tulikubali ile neno ya kusema kama unafika fasi unaheshimia bwami ya pale, na minawaza inakuwa na mwenye anaenda tofauti sheria ya kuheshimu autorite kutiniere inakuwaka. Ilibidi baheshimu tu. Muende kwa nyumba tusaidiane usalama mwingine. Ukiona bandia, ukiona mtu mwenye iko suspect, bali kuambia kusema ile hotel wanaita nini? Kusema madogo kuko delegation, wengine wako ku jardin. Mwenga. Katika lengo la kuwapa moyo vijana waliojitolea kupambania nchi yao isiende kwa wanyang'anyi, Diaspora Grand Kivu International inayosimamiwa naye Bwana Prosper kutoka huko Marekani na mwenzie Eric BMK kutoka huko Denmark wametoa msaada wa dola 400 za Kimarekani kwa muungano wa wazalendo wa Mwenga na Shabunda unaoongozwa naye Kamanda Nyekiriba Matebura akiwa kiongozi wa operesheni kwenye uwanja wa vita kwenye mstari wa mbele huko Mwenga, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Baada ya msaada kuwafikia wazalendo kwa shangwe na vigeregere, walitoa shukrani zao za dhati kwa muungano huo wa watoto wa Kivu wanaoishi uhamishoni katika nchi za Ulaya. Jambo kwa Diaspora Grand Kivu International. Hapa ni porte parole wa Mouvement Papico Mkamba David, ambaye nilipokea kiasi ya pesa kutoka kwa wa Diaspora Grand Kivu International. Ilikuwa kiasi ya pesa $400, na hiyo $400 ilikuwa kwa ajili ya kutumia chakula, ya kuuza chakula, sabuni, mafuta na kadhalika. Alors ilikuwa besoin kuuza kama ni bunga mche nani ya mwindi, kwa kuwa wasuta wetu wamoja wenye hawatumii bunga. Tukafanya nguvu yote, tukauza miogo mwa ile pesa, tukauza miogo, tukauza mafuta, donc miogo njoo hii, tukauza mafuta ni hii bido moja, tukauza saki ya mchele, tukauza chumvi, saki ya maragi. Nawaza njoo kazi yenye zile pesa zilifanya ile. Kiongozi General Moligi Mabanzi Vilain, observance wa platforme axe Mwenga Shabunda, ndio tuko hapa kulinde fond. Nashukuru sana kwa ndugu wa Diaspora kuanja kutukumbuka na hii empty rien, mais vikosi tuko navyo ni mingi sana. Basi kwenye mouvement 10 iko na vikosi mingi. Tuko na maeneo, tuko naangaliana na adui kote ya Tubimbi hapa mbele yetu. Tunaangaliana na adui kote ya njia Nzibira. Tunaangaliana na adui pale. Huko tunafunga njia kule banaita Karla Burinyi. Tuko pale tunafunga pale. Vikosi vyote biko kule. Hii chakula ni kidogo, lakini sifa kwanza kwa ndugu kwa kutukumbuka. Paske hii tulikuwa tunaona biko naifanya kule kubenzetu bangambo ya Uvira. Na leo gloire à Dieu, à travers hao ndugu yetu anatuunganisha nabo. Sisi tunaongozwa na mzee Nyakiriba Matebura, Daniel General Major wa kwetu. Njoo tunaongozwa naye na hii platform ya kwetu. Repo. Njoo tunaongozwa naye. Hapa tuko na viongozi mbalimbali ya hii di movement. Huyu mnamuona hapa ni General wa CPS. Ni bwana, jina yako nani General, utifasirie? Biamungu Biakoloka Shetani. Biamungu Biakoloka Shetani ni wa CPS ya Mbale Wenga Leblanc. Huyu kiongozi
mnamuona hapa, atajifasiria naye ni general. Ni Kachebe Tendelong Hervé, general wa mouvement TPNC. Okay. Huyu mnamuona hapa naye ni mzee, ni general na ye wa ingine mouvement. Atajifasiria ye peke kwa jina lake. Okay, ye mzee anaitwa Nyangilu Sambia. Ni general major wa MLPC. Okay. Huyu mnamuona hapa naye ni general, atajifasiria jina lake ni kwa kotea Shabunda. Na mimi naitwa kwa jina la Matondo Sen Type Belge, ni generale, niko T5 mu groupe ya raia Mtombokija Musumbu Shabunda. Okay. Hao wengine ni viongozi mbalimbali. Yeye anamrepresenter generale Ibanda. Ninaitwa Mai Shikito. Ninaitwa kwa jina la Lweso Mbilizi, Colonel Admelogi wa General Ibanda wa FPC Barshiki. Huyu mnaona hapa naye anamrepresenter general groupe ya Bishake Bishambuke kutoka Itombwe. Tuko nabo huku, tunatumika nabo pamoja. Hii force ya kwake ndio inafunga kule, mko nasikia Mikenge. Biko napambana kule Mikenge pamoja na General Ngomanzito, ndio biko naye pamoja pale. Atajifasiri naye jina lake. Ni Prince Asukulu Koma na ni secrétaire général wa hii platform. Yeye ni secrétaire général wa kwetu wa platform ya kwetu ya Axe Mwenga Shabunda. Huyu naye mnamuona hapa anarepresenter naye kutoka kule Shabunda, na yeye atajifasiri jina yake ni Colonel. Hapa na mimi naitwa kwa Inyasi Rigobert Andre. Mimi ni observance toka Shabunda. Na hivi tunakutana hapa kwa kupinga Mouvement FCLD Fua. Okay. Huyu ni komanda PM wa platform ya kwetu, ya Axe ya kwetu. Asegu yake iko pale. Titulaire wa kwake naye iko pale. Hii ni kote ya Shabunda, kote ya Mwenga, manake tuna mixe batu yote kwa kupiga adui tu. Hii territoire mbili ilikutana kwa ajili ya kukua kitu moja, tunapanga force yetu moja kwa ajili tumuondoe adui, ndio objectif yetu. Sisi hatuna wadui na mtu mwingine, hatuna wadui na FRDC, hatuna wadui na bazalendo wengine. Adui wetu sisi ni mmoja tu, M23, na objectif yetu sie bote ni moja. Sisi na FRDC tuko tunapambana pamoja na wengine wenzetu bazalendo pamoja kwa kutosha adui ma territoire zetu na kumurudisha kwabo Rwanda. Basi aksanti sana. Tuko na president ya mouvement hapa, sogeleo ku president. Nitenda Mireka. Shina liani wiso bande tawicha. Nili president wa mouvement MLPC. Natenda Mireka na lumbu niki ili kundi yabane etu baleka biki uba bulaya. Bana shotenda nango baleka bali uno tabiki utendeleka. Nawaza kama wananisikia viko bulaya. Okay, tuko na jicho ya rade. Kwa sababu hatuweze kutembea sisi peki, tunaongozwa na rade kutoka Kinshasa. Sasa jicho ya rade nayo iko hapa. Ilisema haitabakia, itaenda na sie bega kwa bega hadi baone gisi tuko nenda tunaangusha adui na kwenda na kombola migini yetu pole pole, na yeye atakuwa napana raporo direct kule kurade. Bwana iko hapa, atajifasiri jina yake. Ndiyo, tunashukuru kwanza wa diaspora wetu. Kwa majina naitwa kwa jina la Muganza Songelelo Bike Rouge. Yaani mimi ndio coordinateur wa axe opérationnel ya Mwenga Shabunda. Nikusema hii shukrani sijua niseme nini, na wengine wa diaspora ambao wanakuwa mbali ya nchi au ndani ya nchi waone mfano hii wa ndugu wetu wa Grand Kivu ambao wanakumbuka kusaidia watoto wenye kuwa kuvita. Na tunajua kama avec hii annonce yenyewe wenzetu wanafanya, kwa kweli tunajua kama vita tena kamata upeo yake na adui hata sogelea Mwenga, na tunajua kama na Bukavu tutakamata sawa vile ukombozi nasema. Na tunajua hii ambayo tunafanya hapa inafika sai masikio ya rade mnivu ya Kinshasa, mnivu ya province ya Sud Kivu, yani inapatikana huko Uvira, na wote washike mfano kama na hii na kujua kama
hii umoja ambayo Shabunda na Mwenge likamata ikuwe mfano kwa watu wote, na arme ambayo inajiunga kwanza mkono meme na waraia walikuwa pembeni ya hii nani washike mfano ya gisi wanajeshi wanakamata kugomboa inchi, na vingine misaada ikuye, au wanaleta chakula, wengine walete vifaa fulani ya kusaidia wazalendo wetu ambao walijitoa, na tutajua kama Mungu atakuwa upande wetu, sababu Mungu alitupatiaka territoire ya Shabunda na Mungu alitupatiaka territoire ya Mwenga, na tuna matumaini kama avec ushujaa ya vijana wetu na hivyo wanakuwa wakisupport mwenyewe uko observance wa hii movement au platform ya Mwenga Shabunda. Unakuwa na recommendation gani kwa wandugu wenzetu ambao warega wa diaspora Grand Kivu International? Unakuwa na recommendation gani kwa ajili kwa basi kwa ufupi? Bo, tunalomba kwa wandugu zetu, sababu hatuwezi kuwalomba silaha nyinyi amukukuli. Tunaomba kwenu mwaide communication, tunalomba kwenu tupate tena mabashi hizi hatuna hazo, sababu inchi tuko naenda nayo ni inchi kavu kwenye tuko naenda kufanya operation kotea Walungu. Tunaomba tupate magodio inaweza ikatusaidie mumatope. Tunaomba dawa afya yetu, dawa tuko na bablese biko ba mingi. Siku ingine tutafika kwa hospitali tubaoneshe mablesi za kwetu, kwa sababu isionekane kama hatufanyi kazi. Fasi kwenye kwa kutoka blesse manake pale fasi ilia jibisa siku inalia. Ile inaweza ikatusaidie sana na tutaenda mbele, na tunawapatia ile moyo wa kumbukumbu, na Mungu abaongezee mara 100 kui geste mnafanya. Basi asante sana, na viongozi wanawashukuru sana. Mikono. Vijana wengi mashariki mwa DRC wana moyo wa kupambania nchi yao, ila changamoto kubwa ni kwamba wanakosa chakula, dawa na matumizi mengine ya kawaida, jambo ambalo linapelekea wengi wao kuanza kuweka vizuizi, pia kupora raia, amesema mdadisi mmoja wa masuala ya kisiasa, pia akipongeza Diaspora Grand Kivu International kwa msaada ambao wameutoa kwa wazalendo wa Shabunda pamoja na Mwenga. Na tukisalia bado kwa Mwenga ni kwamba barabara kuu ya kitaifa nambari 2 imefunguliwa tena kwa magari tangu Jumatano tarehe 29 Oktoba baada ya kufungwa kwa wiki 3 katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini, sehemu ambazo zinadhibitiwa na waasi wa AFC M23. MC Adolphe Samambo na ripoti kamili. Usafiri umeanza tena kwa kawaida, lakini ubovu mkubwa wa barabara hii unafanya iwe vigumu kwa magari yanayosafirisha bidhaa muhimu kufika Mwenga. Magari na pikipiki zilizobeba mzigo kuelekea Mwenga na Kamituga zimeruhusiwa kupita kwenye kizuizo kilichokuwa kimewekwa na waasi wa AFC M23 uko Bwahungu kwa muda wa wiki 3. Kwa mjibu wa mkuu wa eneo la Mwenga, kuruhusiwa kwa magari haya kubeba bidhaa za mahitaji ya kila siku ni faraja kubwa kwa wananchi. Hali imeleta furaha kwa wakazi wa sehemu hiyo ya Kivu ya Kusini, kama unavyosema mkuu wa eneo la Mwenga. Wananchi wana furaha kwa sababu hiyo ndiyo barabara pekee inayorahisisha upatikanaji wa bidhaa katika maeneo ya Mwenga na Shabunda. Wakati barabara hii ilikuwa imefungwa, ilikuwa mateso makubwa kwa watu. Uamuzi wa kuifungua tena ni hatua nzuri kwa wote. Kutokana na foleni na kusubiri muda mrefu kwenye kizuizu kwa zaidi ya siku 20, baadhi ya bidhaa zinazoharibika kwa urahisi zilipoteza ubora wake. Mfanyabiashara mmoja alipoteza mtaji wake ghafla baada ya makahasha ya mayai iliyokuwa nayo kuharibika ndani ya lori lililokuwa limekwama kwa wiki 3. Changamoto nyingine kubwa ni hali mbaya ya barabara ya kitaifa namba 2. Matuta na matope mengi yanazuia magari kusafiri kwa urahisi. Nikiripoti kutoka Shabunda, mimi ni mtangazaji wako MC Adolphe Samombo kwa niaba ya Amani TV Media.
Na tujielekeze moja kwa moja huko Tanzania ambako baada ya kipindi kirefu cha miaka ya amani, utulivu na juhudi kubwa za wananchi wa Tanzania kuhakikisha usalama wa kudumu nchini humo, siku za hivi karibuni zimeshuhudia maandamano tamruki zinazothibitika na milio ya risasi sehemu mbalimbali kutokana na kile kinachoelezwa kuwa ni utawala wa kidikteta unaoongozwa naye Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa kipindi cha uchaguzi kwa madai ya kutaka kuondoa upande wa upinzani katika mchakato wa kisiasa. Taarifa zinaeleza kuwa waandamanaji wenye hasira dhidi ya mamlaka ya Rais Samia Suluhu Hassan wamevamia uwanja wa ndege wa mji mkuu pamoja na kituo cha redio cha televisheni ya taifa. Inadaiwa kwamba rais amejitahidi kukimbia nchi kuelekea Kenya, Nairobi kutafuta hifadhi, lakini waandamanaji wakisaidiwa na jeshi wameziba njia zote za kutoka nchini kwa viongozi wa serikali. Tukio hili limetokea baada ya madai ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amewatenga wapinzani wote katika mchakato wa amani. Ni kwa muda mrefu sana Tanzania ikiwa nchi ambayo imeshuhudia amani ya kudumu, lakini kwa sasa imeingia kwenye machafuko kipindi hiki cha uchaguzi. Kama unavyotazama, hao ni waandamanaji wakiandamana kwa hasira, kuunguza vitu na kuchoma matai barabarani. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Nakusihi kukutana nasi katika habari zetu tena za hapo baadaye. Kwa heri.